Naam. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa maana ya Biblia, kitabu kitakatifu cha Mungu hicho, kufanya maombi kwa ajili ya taifa, nchi, rais wa nchi, serikali husika na viongozi wa nchi husika sio dhambi mbele za Mungu. Kuomba kwa ajili ya nchi, serikali na kadhalika mbele za Mungu na kwa mujibu wa maandiko matakatifu sio dhambi. Hapa ninayo baadhi ya maandiko matakatifu, baadhi ya ushahidi wa kimaandiko wa kibiblia. Nasema ya kwa sababu ninaona sasa watu wanatofautiana. Watu wanaanza kutofautiana. Watumishi wa Mungu hao wanatofautiana. Hao wanasema hairuhusiwi uweze kufanya maombi kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya rais, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya hivi. Chana nao. Nadhani wanafanya hivyo kwa sababu ya aina fulani ya hasira fulani kutokana na yaliyokwisha kupita. Lakini kama wanafanya hivyo pia kwa ajili ya hasira za namna hiyo, basi ni wasihi warejee katika maandiko matakatifu. Maana tunaambiwa kwamba tuombe. Na zaidi ya kuomba tunaambiwa tuushinde ubaya kwa kutumia wema. Silaha ya kushinda ubaya ni wema, sio ubaya. Na msamaha pia ni muhimu. Msamaha tunaambiwa asiyeweza kusamehe naye hatasamehewa. Hayo ni maandiko matakatifu. Sasa watumishi wa Mungu, nadhani tufikie hatua turejee katika nyaraka hizo, maagizo hayo ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Yeremia sura 29 mstari ule wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: tafuteni amani ya mji, mkaombe kwa Bwana kwa ajili yake, kwa maana amani yake ndiyo amani yenu. Nimekuwa nikisisitiza mara nyingi katika klipu zangu kifuatilia kwamba tuombee serikali zetu, tuombee nchi zetu, tuombee viongozi kwa maana ya marais, wakuu wa nchi zetu. Tuombee pasipo kujali huyu rais ana changamoto hizi, amefanya haya hivi na hivi. Hapana. Mara zote wao nasema kwamba hata rais sio malaika. Hata malaika walikosea. Ni kweli kwamba watu wanaweza kuwa na hasira hivi na hivi kutokana na mambo ambayo yamewahi kuwepo hivi na hivi. Lakini wewe kama mtu wa neno, wewe kama mtu wa Biblia, wewe kama mtumishi wa Mungu, andiko linasemaje? Tusamehe. Tutoe msamaha. Tutangaze msamaha. Isiwe jino kwa jino. Isiwe jino kwa jino. Tusamehe. Hata kama dhambi nyekundu namna gani, nzito kiasi gani. Anasemaje yeye Mungu katika maandiko matakatifu? Hata kama dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu. Mbona maandiko hayo tunayakumbuka tena, watumishi wa Mungu? Mbona tunayafahamu tu? Kwa ifikia hatua turejee katika maandiko matakatifu. Ninapoyasema haya si maanishi kwamba sijui hali halisi iliyokwisha kutokea au sikuona au sikusikia. Hapana. Kila mtu ameguswa. Sasa huu ujumbe ni rasmi kwa Watanzania.
kila mtu ameguswa, ameona. Lakini turejee nyuma, maandiko matakatifu, Mungu anatuambiaje? Mwenyezi Mungu anasemaje? Tusameheane, tuombeane. Sasa tunapofikia hatua kwamba hapana, wanaofanya maombi kuombea rais wanakosea, wanaombea nchi wanakosea, tusifikie huko. Inawezekana na wewe ukapata maandiko mengine katika Biblia, sijui, sina uhakika kwamba kuna maandiko ambayo yanatuambia tusiombee nchi, tusiombee rais, tusiombee watu, sijui. Yanaweza kuwepo baadhi, lakini yakiwa na maana yake tofauti. Lakini mimi ujumbe ambao nahisi ni useme kwa Watanzania rasmi, si Watanzania tu, hata wote wanaweza kuona, ni kwamba watumishi wa Mungu ifikie hatua tuombee nchi zetu, tuombee serikali zetu, tuombee marais wetu. Andiko moja nimekupeni hilo, Yeremia 29 mstari wa 7. Tafuteni amani ya mji, mkaombe kwa Bwana kwa ajili yake. Sasa mji mnaombea mji tu, mnaombea milima na mabonde, mnaombea viongozi. Omba amani kwa ajili yake, kwa maana amani ya huo mji ndiyo amani yenu. Amani ya rais ndiyo amani ya wananchi. Amani ya kiongozi ndiyo amani ya anayeongozwa. Amani ya bwana wa familia ndiyo amani ya familia nzima, au sio bwana? Sasa kama tunasema hakuna, basi tunakwenda mbali zaidi. Lakini liko andiko lingine hapa, ni baadhi ya maandiko ni mengi sana katika vitabu vitakatifu, katika Biblia, sijui kwenye vitabu vingine. Andiko lingine hapa, Mithali sura ya 21 mstari wa 1. Na Mungu nasema hivi hapa: moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana. Moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana. Tujiulize, tutafakari kidogo kwa ufupi. Kama maandiko matakatifu yanatuambia kabisa kwamba moyo wa mfalme, moyo wa mtawala, kwa lugha nyingine, moyo wa kiongozi, moyo wa rais, kama uko mikononi mwa Bwana, maana yake Mungu anamtambua rais kwa mema ya nchi. Anamtambua rais kwa nafasi yake kwa ajili ya mema ya nchi, sio kwa ajili ya ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Hapana. Sio kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, ni kwa ajili ya mema ya nchi. Responsibilities katika nchi, majukumu ya katika nchi. Mungu anamtambua rais, majukumu katika nchi na watu wake na wananchi. Mungu anamtambua rais, anamtambua mfalme. Kwa hiyo moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana. Kumbe kama moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana, basi tukimuomba Mungu atamgusa mfalme. Tuko pamoja? Kama moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana, kumbe tukimuomba Mungu, tukimsihi Mungu, tukamwambia Mungu, huyu mfalme huyu, mfalme huyu, 1, 2, 3, 4, msaidie, mrehemu hapa, mtengeneze, mbadilishe hapa, Mungu atamgusa mfalme. Kwa sababu moyo wa mfalme huyo uko mikononi mwa Mungu. Nacheke. Kwa hiyo kumwombea mfalme ni jambo jema. Kuombea nchi ni jambo jema. Kuombea serikali ni jambo jema. Kuombea taifa ni jambo jema kabisa. Niongezee andiko lingine pia kidogo hapa. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2, sura ya kwanza mimi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Hapa sasa anasisitiza naye pia kuomba kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka. Kuomba kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye nini? Wenye mamlaka. Kuomba kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka.
Unaona? Kwa hiyo kuombea wafalme, kuombea rais, kuombea serikali, kuombea nchi, jambo jema. Jambo jema bila kuwa na ghadhabu na hasira na chuki. Hapana. Hapana Mtanzania. Hapana nitazama. Tuongeze andiko lingine, nadhani tuweze kuhitimisha kwa muda huu. Lakini ujumbe wangu ni kwamba tunahitaji kuomba sana kwa ajili ya nchi zetu, viongozi wetu, serikali zetu, tawala na mamlaka kama watumishi wa Mungu. Na hii haimaanishi ni dini fulani ndo waombe, hapana. Dini zote. Dini zote. Kuombea mfalme, kuombea nchi, kuombea watawala ni jambo jema, ni mapenzi ya Bwana. Andiko lingine liko hapa kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza. Kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza. Nalo andiko hili linafanana kama maandiko mengine ambayo tumekwisha kuyasoma. Yaani message, ujumbe ni kama tulikwisha kuona. Lakini hapa anasema kwamba kila mtu naitii mamlaka zilizo kuu. Kila mtu naitii mamlaka zilizo kuu, kwa kuwa hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Unaona? Kwa hiyo nihitimishe tu kwamba wale wanaorumbana, na watu wanarumbana, kwa nini CPCT wameombea nchi? Kwa nini CPCT wameombea Ikulu? Kwa nini CPCT wanaombea rais? Kwa nini watu wanaombea rais? Hapana. Hapana. Tusifikie hapo. Kufanya maombi kwa ajili ya rais, kumwombea rais, maombezi kwa ajili ya rais, kufanya maombezi kwa ajili ya taifa haimaanishi ni kusapoti baadhi ya weakness, baadhi ya madhaifu ambayo yamekuwepo. Hapana. Ila ni kumsihi Mungu ili aweze kuugusa moyo wa mfalme ambao uko mikononi mwake. Kumwombea rais, rais wa nchi, haimaanishi kwamba basi kama kuna mahala fulani ambapo amekosea, amejisahau, haimaanishi kwamba ni kuungana naye, ni kusapoti, kubaliana na pale alipokosea, labda alipojisahau. Hapana, sio maana hiyo. Sio maana hiyo. Lakini ni kumsihi Mungu ili auguse moyo wa mfalme huyu ambao uko mikononi mwake. Maana ya kuugusa ni kwamba kumbadilisha, kumpa rehema, kumsamehe, akamtengeneza, akampa fikra mpya, mawazo mapya na busara mpya. Bila kumwombea mfalme si jambo jema. Na mahala kwingine kwenye maandiko matakatifu anasema unikumbushe, tuhojiane ili upate kupewa haki yako. Nikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako. Watu wa Biblia nafikiri mtakumbuka. Maandiko matakatifu hayo hapo kwenye kitabu nafikiri cha Isaya. Isaya sura ya ngapi pale? Isaya pale. Unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako, pate kupewa haki yako. Unaona? Kwa hiyo kumwombea rais, kumwombea mfalme, kuombea nchi, kuombea serikali, kwa watumishi wa Mungu, hilo ni agizo na ni mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana ni agizo. Watu wanatarajia kwamba basi watu wakae kwenye kukemea, wakae kwenye hapana. Wakati mwingine jambo linapopita tuliache lipite. Wakati mwingine jambo linapopita Mungu akalipisha, tuache lipite.
Tusipende kulichokonoa na kuliamsha. Kuchokonoa na kuamsha jambo ambalo limepita, wakati mwingine ni kurudisha hali katika wakati mbaya. Mungu wa mbinguni atubariki wa Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki wewe unanitazama popote ulipo. Lakini ujumbe sio wa Tanzania tu, ujumbe ni wa watu wote, kwamba kuombea serikali zetu ni muhimu, kuombea marais wetu ni muhimu, kuombea nchi zetu ni muhimu, kuombea viongozi wetu ni muhimu sana. Ndio ujumbe. Maandiko matakatifu hapa mistari kama 4 ni baadhi tu, lakini maandiko ni mengi sana. Kwenye vitabu vitakatifu, kwenye Biblia, niseme Biblia. Siamini na sijaona, labda mimi sijaona maandiko ambayo yananiambia usiombee rais, usimwombee rais, usiombee nchi, usiombee taifa, usiombee serikali. Sijaona. Inawezekana kuna baadhi ya maandiko yanasema usiombee mtu fulani kwa sababu fulani. Yanawezekana kupatikana. Lakini kwa specific rasmi kwa ajili ya nchi na serikali sijaona. So Mungu atubariki sana wa Tanzania. Mungu akubariki unayeniangalia, unayenifuatilia. Hebu tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi zetu. Zaidi ya yote kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu ambariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naposema hivi maana yake namtamkia mema pia. Namtamkia mema bila kujarisha nini na nini. Nasema hivyo bila kujarisha nini na nini. Tuache, unajua, udini, udhehebu, vitu gani, itikadi, tuache. Na watumishi wa Mungu, kama unaweza kaingia kwenye vitu hivyo vya udhehebu na udini na itikadi, ni hatari sana. Hatari sana. Mimi nasema Mungu ambariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbariki. Mbariki ndio. Mbariki ndio. Sasa Mungu katika maneno haya, katika neno linalosema hili, kwa sababu moyo wa rais wetu wa Tanzania, Biblia inasema uko mikononi mwa Mungu. Unaposema Mungu ambariki, basi Mungu anajua atakavyombariki, atakavyomtengeneza, atakavyomponya, atakavyombadilisha, atakavyomtia nguvu. Hiyo sio kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mungu awabariki wa Tanzania. Wa Tanzania, amani idumu Tanzania. Haki utoka kwa Bwana, na Mungu ndiye mwenye kujua ni lini, ni wakati gani nuru ya haki itang'aa katika taifa lake. Amen. Mungu awabariki sana. Asante.